sura ya 24 na ule mstari wa 10. Mithali 24 na ule mstari wa 10. Nisiwe na maneno yangu mengi, niende katika neno la Bwana. Haleluya. Katika Mithali 24 mstari wa 10 ni maneno ya Mungu anazungumza kupitia kinywa cha mtumishi wake Suleiman mwana wa Daudi. Haleluya. Biblia inasema, ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Haleluya. Tufungue tena katika Mathayo ile sura ya 11 na ule mstari wa 12. Mathayo sura ya 11 na ule mstari wa 12. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Una amani ya Bwana? Yes. Mstari wa sura ya 12 mstari wa 29. Samahani. Mathayo 12:29. Neno la Mungu linasema, ama wezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake, asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu? Ndipo atakapoiteka nyumba yake. Ama wezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake, asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu? Ndipo atakapoteka nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe. Tumesoma maneno ya Mungu katika vitabu viwili tofauti, lakini yote hayo ni kujaribu kutafuta Mungu anazungumza nini na anatutaka tufanye nini. Bwana Yesu asifiwe. Katika Mithali tumesoma neno la Mungu linasema, ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Au mtu akizimia siku ya taabu, nguvu zake ni chache. Lakini tumesoma katika Mathayo, anasema, anakuja kwa swali ya kwamba mtu anawezaje kwenda kuviteka vitu katika nyumba ya mtu mwenye nguvu asipo kwanza mfunga yule mtu, na ndipo aweze kuvichukua vitu ambavyo viko katika nyumba yake. Maanake kwa sababu huyu mtu ana nguvu, lazima kwanza afungwe. Haleluya. Lazima kwanza afungwe, alafu ndipo viweze kuchukuliwa vile vitu ambavyo vinatakiwa kuchukuliwa. La sivyo, kwa sababu ana nguvu, unaweza usivichukue. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati napewa hii mstari, kitu ambacho nilisikia ndani yangu siku ya leo tujifunze ni kwa habari ya kuzitafuta nguvu za rohoni. Kuzitafuta nguvu za rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tunaenda kujifunza habari ya kuzitafuta nguvu za rohoni. Hii mistari yote imezungumzia habari ya nguvu. Lakini katika hii mistari ambayo imezungumzia habari ya nguvu, haijaelezea ni nguvu ya namna gani na ni unatakiwa ufanyeje ili uweze kuzipata hizo nguvu. Haijaelezea ni nguvu gani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kwenye Mithali tumeambiwa, ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Manake mtu yoyote ambaye anaweza kazimia katika nyakati au katika siku za taabu, siku ambazo ni za shida, siku ambazo ni zenye changamoto nyingi, manake huyu mtu akizimia, akichoka, akikata tamaa,
akirudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Na akaona kwamba siwezi kuendelea tena kutoka hapa nilipo. Akaamua kabisa amwache kabisa hata Mungu. Asiende tena hata kanisani. Asifanye chochote kuhusu Mungu. Biblia inasema kwamba nguvu za yule mtu ni chache. Manake kinachotafutwa, shida si matatizo au taabu ambazo ulimwengu na uwezo kwa zinazipitia, au sisi wanadamu tukao tunazipitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Taabu zipo tangu Yesu hajaja, na Yesu amekuja katika ulimwengu, amezikuta taabu, amezikuta shida. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ameakuta magonjwa, ameukuta umaskini, amekuta fedheha, amezikuta aibu. Na Yesu ameondoka, ameziacha fedheha, ameziacha aibu, ameziacha shida. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana katika neno lake kwenye Yohana 16:33 anasema, hakika ulimwenguni mnayo dhiki nyingi, lakini jipeni moyo, kwa maana mimi nimeushinda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe ishu sio taabu, ishu sio shida. Ishu ni namna gani ya kushinda. Ishu ni namna gani ya kuvuka. Vikwazo vipo, taabu zipo, changamoto zipo, lakini ishu ambayo inatafutwa hapa ni namna gani ya kuvuka. Na ndio maana Yesu anatuhakikishia kabisa ya kwamba hata yeye alipokuja katika ulimwengu alizikuta taabu, alizikuta shida, alikuta umaskini, alikuta viburi vipo, alikuta changamoto nyingi zipo. Lakini Yesu alichokuja kufanya kwetu sisi wanadamu ni kuturudisha rohoni na kuturudisha katika mamlaka ya kiroho. Haleluya. Ni kuturudisha katika ulimwengu wetu wa roho. Turudi mahali ambapo tunaipokea nguvu ya kuweza kuzishinda na kukabiliana na hizi changamoto zizo katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu ndicho kitu ambacho alikuja kukifanya kwenye maisha yetu. Alijua kabisa wanadamu ambao wako katika ulimwengu hawawezi kushinda hizi changamoto, kwa sababu mtawala wa ulimwengu ni Shetani, na yeye kazi yake ni kuwakosesha wanadamu na Mungu. Kazi yake ni kuwatoa watu katika mstari wa kiungu. Kazi yake ni kuwatoa katika position ambazo Mungu aliwataka waweze kuwapo. Anachofanya ni kuachilia mambo mabaya ili hao wanadamu waweze kutoka katika mstari wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Mungu alichokifanya ni kuweza kuturudisha tena katika nafasi zetu, ni kuturudisha katika asili yetu. Maana katika asili yetu kule ndiko tunaweza kushinda kila aina taabu na changamoto zilizo katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mwenye mwili wa damu na nyama anayeweza kushinda ulimwengu. Hakuna anayeweza kushinda magonjwa yaliyo katika ulimwengu. Hakuna anayeweza kushinda dhambi ambayo ipo katika ulimwengu. Hakuna anayeweza kushinda mwili. Lakini ili uweze kushinda ulimwengu, kitu ambacho Bwana amekiachilia kwetu ni kurudi tena au kurudishwa katika asili yetu ya rohoni. Mwambie jirani yako, asili yako ni rohoni. Mwambie wewe ni mtu wa rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndicho kitu ambacho Kristo alikuja kukifanya, kuturudisha katika asili yetu, ambako kule ndiko tunakozichota nguvu za kushinda. Ndiko tunakozichota nguvu za kuweza kushinda ulimwengu na tamaa zake zote. Kwa maana alijua kabisa akituacha hivi hatuwezi na hatutakaa tushinde chochote katika ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nguvu ambayo anaizungumzia Suleiman ni nguvu ya rohoni, na nguvu ambayo Yesu anaizungumzia kwa namna ya mfano ni nguvu ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa maana ya kwamba ili tuweze kushinda lazima tuweze kuipokea nguvu rohoni. Unaposikia Yesu anasema kwa maana yeye ameushinda ulimwengu, maana ulimwengu ulishindana naye. Maanake vipo vingi ambavyo vilikuwa vinatafuta kuweza kumshinda. Bwana Yesu asifiwe. Zipo changamoto ambazo zilikuwa zinatafuta kumshinda. Na ndio maana katika Yohana anasema kwamba kila kilichozaliwa na Mungu kinaushinda ulimwengu. Haleluya. Maanake ni mpaka uweze kuzaliwa na Mungu ni katika roho. Maanake bado tunarudishwa katika asili yetu ili tuweze kushinda ulimwengu, tuweze kushinda taabu ambazo amezungumza Suleiman katika Mithali 10:24 mstari wa 10. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema kila kilichozaliwa na Mungu kinaushinda ulimwengu. Maanake kupo kushindana, maanake ipo vita. Hakuna mtu anayeitwa mshindi kama hajaingia katika uwanja wa mapambano. Naongea na kanisa, naongea na watu. Hakuna anayeitwa mshindi kama hajaingia katika uwanja wa mapambano. Ili mtu aitwe mshindi, maanake amepambana mpaka akaibuka kuitwa mshindi. Kuna mahala amepigana, kuna mahala amepambana, amepigwa, ameinuka, amepambana mpaka hakikishe anaitwa mshindi. Mimi huwa naangalia wale wanaocheza mieleka. Bwana Yesu asifiwe sana. Najifunzaga kitu kwao. Zamani kwa naangalia, sasa hivi nishaacha kitambo. Zamani, leo najifunza kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale watu, mtu anapigwa mpaka ngumi unaona jicho linataka kutoka, lakini bado anajiambia lazima nishinde. Bwana Yesu asifiwe. Anapigwa mpaka mtu unasema huyu basi tena habari yake amekufa, hawezi kuinuka tena. Unaona mtu tena anajikakamua anainuka tena. Mwahi kuona na dakika za mwisho unajikuta anakuja kushinda. Ndio amechoka lakini ameshinda. Bwana Yesu asifiwe. Ameibuka kuitwa, ameibuka katika kidedea tunasemaga. Ameingia katika mahala ambapo ameweza kupelekwa hatua nyingine, katika level nyingine ya kuitwa mshindi. Lakini katika namna ya kawaida huyu mtu amepambana mpaka aitwe mshindi. Sasa sisi ushindi wetu ambao tunauzungumzia wa kwanza ni ushindi kutokea rohoni. Ushindi wetu unatokea rohoni. Kwa sababu Mungu alipotuumba tuweze kumiliki na kutawala. Hatuwezi kumiliki na kutawala katika namna ya nje. Bwana Yesu asifiwe. Usichanganyikiwe, nazungumzia kutafuta nguvu ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amina. Tuko pamoja. Ushindi. Ili mtu aweze kuitwa kwamba huyu mtu amefika pale, kuna mahala ambapo amepambana kuweza kupafikia. Kuna vitu ambavyo amevipitia ili kuweza kufikia pale ambapo amefika. Lakini kitu gani kilichomsaidia kuweza kuvuka na kushinda? Ni nguvu ya rohoni. Nimesema, nilikuwa najizungumzia kwamba hakuna mtu anayeweza kumiliki na kutawala pasipokuwa na nguvu. Amina. Amina. Huwezi ukamiliki na kutawala kama una nguvu. Na nguvu inayozungumziwa ni nguvu ya roho. Hakuna mfalme ambaye anatawala kama hana nguvu. Na kuna vitu ambavyo vinamfanya aweze kuwa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndivyo vinavyomfanya huyu mtu awe na nguvu. Na sisi utawala wetu uko rohoni. Vita zetu si za damu na nyama, ni katika ulimwengu wa roho. Sisi tunaona matokeo ya vitu vibaya kutokea kwenye maisha yetu, lakini chanzo kimeanzia rohoni. Shida zimeanzia rohoni. Na ili na sisi tuweze kuzishinda, lazima tuitafute nguvu ya rohoni.
Lazima tuipokee nguvu ya kiroho ili tuweze overcome, tuweze kushinda, tuweze kumiliki, tuweze kuteka, tuweze kumiliki na kutawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku zote mtu mwenye nguvu ndiye anayeweza kutawala, na mtu ambaye hana nguvu anakuwaga mnyonge wa yule mwenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye hana nguvu anakuwaga mtumwa wa yule mwenye nguvu, anakuwaga mnyonge kwa yule mwenye nguvu, kwa sababu hana kitu, hana cha kujivunia, hana uwezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchana wa leo Mungu anatufundisha kuzitafuta nguvu za roho. Shida si taabu wala changamoto ambazo tunazipitia au ambazo ziko katika ulimwengu. Kitu ambacho kinatafutwa ni namna gani ya kushinda. Anasema ukizimia siku ya taabu, nguvu zako ni chache. Maana kuna uwezo wa kushinda upo katika nguvu na si katika ukubwa wa changamoto na matatizo ambayo yanatukabili. Bwana Yesu asifiwe. Uwezo upo katika nguvu wa kushinda. Uwezo upo katika roho, maana nguvu zetu ziko rohoni. Ule uwezo wa kuweza kuiongeza nguvu yetu ya rohoni ndio inayotufanya tuweze kuzishinda kila changamoto ambazo zipo katika ulimwengu. Lakini katika neno la Mungu kwenye kitabu cha Yohana kuna mahali Yesu anasema tangu enzi za Yohana Mbatizaji mpaka sasa ufalme wa Mungu hupatikana kwa nguvu, na wenye nguvu ndio wanaouteka. Azungumzia nguvu, sawa Taratibu tutaelewana. Ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, lakini bado anasema wenye nguvu ndio wanaouteka, ndio wanaoumiliki, ndio wanaoweza kukaa katika ufalme wa Mungu. Maanake kama una nguvu unaweza ukatolewa katika ufalme wa Mungu. Ongea na kanisa. Kama una nguvu unaweza ukatolewa katika kusudi la Mungu. Kama una nguvu unaweza ukatolewa katika destiny yako ambayo Mungu alikuwa ameiweka. Kama una nguvu unaweza ukatolewa katika kusudi ambalo Mungu alikuwa amekusudia wewe uweze kulifanya hapa duniani. Ili uweze kutembea katika kusudi la Mungu, ili tuweze kuyafanya mapenzi ya Mungu, lazima tuitafute nguvu ya Mungu ili uweze kutusaidia sisi kuyafanya mapenzi ya Mungu. Naongea na watu. Haleluya. Waweza kusema kwamba mbona mimi siwezi hii changamoto kuvuka? Mbona siwezi kuacha jambo fulani? Mbona ninashindwa kuvuka hapa? Mbona ninashindwa kufanya hichi? Kumbe Mungu anachoangalia shida si lile tatizo, wala shida si ile changamoto. Anachohitaji ni uitafute nguvu ya kukusaidia iondoke ile changamoto. Uitafute nguvu ya rohoni, kwa sababu kule ndiko ambapo tunajivuna, tunaupokea ushindi wetu, tunaipokea neema yetu, ni rohoni. Kwa sababu tangu mwanzo Mungu ametuumba tutawale katika roho na vitu vitokee katika mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kuwa na nguvu na uwezo na mamlaka si katika mwili, ni mambo ya rohoni, ni vitu vya rohoni. Tunawezaje kuipokea nguvu ya Mungu? Au nguvu ya Mungu ni nini? Au nguvu ya rohoni ni nini? Nguvu ya rohoni ni uwezo wa kiungu au uwezo wa Roho Mtakatifu ambao unaachiliwa ndani yetu kutusaidia katika mambo ambayo ni magumu ya sisi kuovercome, ya sisi kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Ni msaada unaotoka juu wa kutusaidia sisi yale ambao dunia hii na ulimwengu huu unasema haviwezekani. Kwa msaada wa Mungu inawezekana. Ni msaada unaotoka kwa Mungu, ni uwezo unaotoka kwa Mungu usio wa kawaida.
Mwambie jirani yako usio wa kawaida. Mwambie tena usio wa kawaida. Ni msaada unaotoka kwa Mungu usio wa kawaida, ambao ulimwengu huu na dunia hii haiwezi kukupatia. Namna hii yote ya ulimwengu na namna zote za mwili haziwezi kukupatia, ila msaada huu na nguvu hii inatoka kwa Mungu. Ndiye anayeweza kukutoa hapo ulipo. Hii nguvu inakusababisha kukutoa katika shimo ambao ulikuwepo na ukajikuta uko salama. Hii nguvu inakutoa nyuma, inakuleta mbele. Bwana Yesu asifiwe. Ni nguvu za Roho, ni nguvu za Mungu, ni nguvu upande wa nuru, ambazo hakuna anayeweza, ambazo nguvu hizi zinasababisha mambo ambayo hakuna anayeweza kuyafanya. Unaweza mkapita watu wote katika changamoto, wote ni wanadamu, labda ya magonjwa au ya umaskini au ya kitu fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukajikuta kuna mtu anavuka kwa namna ya ajabu, na ukashangaa mwingine anazimia, anakufa kabisa katika ile changamoto. Kinachowatofautisha watu hawa wawili si changamoto, bali ni ile nguvu au uwezo ulioko ndani ya mmoja mmoja kumsaidia kuvuka. Wote tunaweza tukapita katika changamoto ya ndoa. Naongea na kanisa. Haleluya. Wote tunaweza tunapita kwenye changamoto ya ndoa. Huyu akavuka, huyu akaachika. Lakini nini kilichosababisha huyu avuke, huyu aweze kuachika? Ni uwezo wa nguvu iliyoko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni uwezo wa nguvu ya Mungu iliyoko ndani yake. Hata huyu ambaye anavuka anasema, hata mimi ukinielezea nimevuka vipi sijui. Imewahi kukutokea? Bwana Yesu asifiwe. Unaona kabisa si kwa sababu ya ufahamu wako wala elimu yako, bali unaona kabisa hapa ni Mungu ndiye aliyenivusha. Huo ndio msaada ambao unauzungumzia. Hiyo ndio nguvu ya Mungu ambayo unaizungumzia, isiyo ya kawaida, ambayo ikiingia mahali inamtofautisha mtu. Haleluya. Ikiingia ndani ya mtu inamtofautisha. Ikiingia mahali inamtoa mtu katika kuitwa jina fulani na kumbadilisha na kuitwa jina lingine. Ni nguvu ambayo tunaweza tukashindwa kuielezea, lakini uwezo sio wa kawaida, wa kiungu. Na huko ndiko Mungu anakotaka tuingie tuweze kuichukua hiyo nguvu, ambao ukijikakamua kwa namna ya kibinadamu, wengine wa ulimwengu huu wanaweza akajikakamua kwamba kwa sababu nimesoma naweza nikafanya hichi, kwa sababu nimefanya naweza nikafanya hichi. Lakini ikiingia hii nguvu ndani ya mtu, inambadilisha. Hata yule ambaye alikuwa anajiona naweza, anajikuta anaona kabisa hawezi. Alafu yule ambaye alikuwa anajiona hawezi, anajikuta anaweza. Haleluya. Yaani yule ambaye alikuwa anajihesabia kwamba yeye ni maskini, nguvu hii ikiingia ndani yake inambadilisha. Inamtoa kwenye umaskini na anaitwa tajiri. Inamtoa kwenye kukataliwa, anaanza kupokea kibali. Inamtoa katika kushindwa, anaanza kuweza mambo kwa namna ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu ya Roho Mtakatifu, nguvu ya rohoni, nguvu upande wa nuru. Hatuwezi kushinda ulimwengu kwa namna ambavyo ametuambia mtumishi wa Mungu huyu, ya kwamba tukizimia siku ya taabu nguvu yetu ni chache. Maanake tunachokihitaji sisi ni kutafuta nguvu. Na leo nataka nikwambie kitu. Nguvu ya Mungu si moja. Nguvu ya Mungu ni nyingi. Haleluya. Na utendaji kazi wa nguvu za Mungu ni namna tofauti tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu nguvu za Mungu ni nyingi. Labda nitumie hilo neno ndio naweza ukanielewa zaidi. Nguvu za Mungu ni nyingi.
na zina utendaji kazi wake kwa namna tofauti tofauti. Kuna namna ambavyo mtu anaweza akaipokea nguvu ya Mungu, nguvu ya hekima, na ikawa ni nguvu ya kuweza kuishinda mishale ambayo inaendelea katika maisha ya mtu. Naongea na kanisa. Kuna mambo mengine unaweza ukayashinda kwa kuipokea nguvu ya hekima. Kuna mambo mengine unaweza ukashinda kwa kupokea nguvu ya ufahamu. Haleluya. Haleluya. Kuna mambo mengine unahitaji ufahamu tu jikute umevuka mahali. Sawa? Kuna mahali pengine unahitaji neno la ufunuo, upate ufunuo, upate nguvu ya ufunuo. Yaani kila ambacho ulikuwa hukioni uweze kukiona, na hapo utokee hapo kuweza kuvuka. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka kuna wakati katika Biblia, wakati ambapo Mungu aliweza Sara aliweza kumfukuza Hajiri. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Hajiri ametoka kwa Sara, kwa Ibrahimu, anaelekea kula ambako hajui anaenda wapi baada ya kutoka katika mji wa Ibrahimu. Biblia inasema wakati amefika mahali yuko na mtoto wake, kamweka pembeni, akaanza mtoto akawa analia kwa ajili ya kiu, njaa. Biblia inasema kwamba Mungu aliruhusu malaika wafungue macho ya Hajiri. Mwahi kusoma hapo? Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia mfungue macho Hajiri ili aweze kuona pale kuna kisima cha maji, aweze kumpatia mtoto maji. Kisima unaweza kikawepo hapo pembeni yako, lakini unahitaji nguvu ya ufunuo uweze kukiona. Haleluya. Kuna vitu ambavyo unaweza ukao uvioni, unapapasa, unahangaika uvijui. Unaomba, unahangaika uelewi nini cha kufanyika. Lakini msaada kumbe uko mbali, uko karibu na wewe. Lakini kumbe unahitaji nguvu ya ufunuo ili uweze kuona. Na baada ya kuona unajikuta katika ile jambo unavuka kiurahisi. Nazungumzia nguvu ya roho. Haleluya. Kuna vitu vingine ambavyo unaweza ukakaa katika vita moja kwa muda mrefu. Unashindana, unapambana, lakini unashangaa kumbe unahitaji neno la maarifa kutoka kwa Mungu, au unahitaji maarifa ya kiungu. Na baada ya kuyapokea maarifa hayo, yanakubadilisha, unajikuta unavuka katika lile eneo kwa urahisi. Hiyo yote ni nguvu. Mtu yoyote ambaye ana hekima, ana utajiri wa hekima, ana nguvu ya hekima. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu yoyote ambaye ana maarifa, ana utajiri wa maarifa, ana nguvu ya maarifa. Na kupitia nguvu ya maarifa au fahamu, kuna vitu hawezi kuhangaika navyo. Inakuwa ni rahisi kwake kuvuka. Inakuwa ni rahisi kwake kushinda. Ukizimia siku ya taabu, nguvu yako ni chache. Ndio neno letu, usisahau. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo ndizo nguvu ambazo Mungu anatutaka sisi tuzichukue. Kuna nguvu ya ufunuo, kuna nguvu ya maarifa, kuna nguvu ya hekima. Biblia inasema mtu mmoja anaitwa Suleiman, kwa nguvu ya hekima ambayo ilikuwepo ndani yake, huyu mtu aliweza kuwa tajiri na tajiri na tajiri. Na watu wakawa wanaishangaa na kuipokea hekima iliyoko ndani ya Suleiman, na ikamuongeza na kumfanya kuwa mtu mkubwa sana katika ulimwengu. Ni utajiri, ni nguvu. Hekima ni nguvu, inavuta. Naongea na kanisa. Haleluya. Kwa hiyo tunapozungumzia nguvu za rohoni, ni nyingi kwa namna utendaji wake, kwa namna tofauti tofauti. Hatukalili kwa namna moja tu. Tunaangalia katika upana wake, ambavyo Mungu anaweza kuiachilia kwenye maisha ya wanadamu na kufanya kazi pamoja nao na kuwavusha wanadamu na kututoa mahali ambapo tumeshindwa kutoka wenyewe. Watu wengi au dunia iko katika maumivu, ipo katika machozi,
ipo katika kushindwa kutatua changamoto ambazo zinaendelea katika ulimwengu. Naongea na kanisa. Dunia imeshindwa kupata namna gani ya kutatua yale ambayo yanaendelea katika ulimwengu. Zinawezaje kutatuka hizi changamoto? Tunawezaje kutoka katika hizi changamoto? Ni kwa namna ya kurudi rohoni. Mwambie jirani yako, kurudi rohoni. Mwambie tena, kurudi rohoni. Kule ndipo ambapo tunaweza tukazichukua hizi nguvu, tukaupokea huu utajiri na kuweza kusababisha ulimwengu huu kubadilishwa na kusababisha familia zetu kugeuka na kupona, kusababisha wale ambao hawaelewi nini kinaendelea katika ulimwengu wakaelewa kipi ambacho kinatakiwa kufanyika, tukaelewa. Nguvu hizi hazishuki kama mvua. Hebu sema mvua. Sema tena mvua. Haleluya. Nguvu hizi hazishuki kama mvua. Kwamba naweza nikawa natembea tu nikaona zimeninyeshea kichwani. Hapana. Nguvu hizi zinatafutwa. Mwambie jirani yako, nguvu hizi zinatafutwa. Basi akishindwa mwambie nguvu hii inatafutwa. Haleluya. Kitu chochote cha thamani kinatafutwa na kinatunzwa. Mungu anatafutwa kwa sababu ni wa thamani mno. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa najiuliza kwa nini Mungu amejificha kiasi hichi kwa wanadamu, kwetu sisi wanadamu. Kwa nini? Lakini akaniambia si kwa wote. Wanaonitafuta wananiona. Ayaya. Haleluya. Wanaonitafuta wananiona. Wasionitafuta hawezi kuniona, kwa maana mimi ni wa thamani. Siwezi kujidhirika tu popote kwa yoyote, bali ni kwa yeye ananitafuta, kwa sababu mimi ni wa thamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu fikiria hatua katika akili yako ya kibinadamu. Wakati upo namtafuta mwanamke wa kumuoa, wale wa baba au vijana. Bwana Yesu asifiwe. Unatafuta kitu bora, si ndio hivyo? Utavumilia tu. Atakwambia subiri nipo kwenye maombi. Utamwambia na kuvumilia, endelea kuomba. Maanake unakitafuta kitu kilicho bora na cha thamani. Na ukiona mtu anajirahisisha pap kwa haraka, niulize maswali mbili. Kuna nini hapa? Haleluya vijana. Haleluya wadada. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha thamani kimejificha. Mungu ni wa thamani, amejificha. Haleluya. Anaonekana kwa wale ambao wanamtafuta, kwa maana wamedhamiria ndani ya mioyo yao kumtaka. Wamedhamiria ndani ya mioyo yao kutaka kumuona. Hivi unakumbuka wakati wa Babeli? Biblia inasema watu wakadhamiria ndani ya mioyo yao wanataka kumuona Mungu. Umewahi kusoma hiyo Biblia? Umewahi kusoma? Biblia inasema wakapatana wakasema lazima tupande mpaka juu mbinguni tumuone Mungu, tumtafute Mungu. Na Mungu alivyoona nia zao za dhati za kutaka kumuona, na Mungu anajua kanuni yake imeandikwa kwamba yeye mtu atakayemtafuta atamuona. Mungu akaona hawa watu wataniona. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu, Biblia inasema kwamba akaachilia confusion. Wakashindwa kuelewana, na baada hapo hakikueleweka. Maana hakuna aliyemuona Mungu akaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unasema unanichanganya, sasa mbona hataki tumuone? Bwana Yesu asifiwe sana. Ana namna zake za kujidhihirisha kwa sisi wanadamu. Ila kuna watu katika ulimwengu huu hawaamini kama Mungu anaweza akazungumza na wanadamu. Hawaamini kama Mungu anaweza akaonekana katika kutenda kazi na wanadamu. Hawaamini. Hao ni kwa sababu umeamua kujificha. Na kwa sababu hujamtafuta basi hawezi kujidhihirika kwako. Mungu anaonekana kwa wale wanaomtafuta. Kwa hiyo nguvu za Mungu hivi ninavyovizungumzia havishuki kama maji, havishuki kama mvua, vinashuka kwa kuvitafuta. Mungu anaonekana na kuziachilia hizi nguvu zake kwa wanadamu kwa namna ya kutafuta. Naongea na kanisa. Wangapi wanapenda wamuone Mungu?
katika utendaji kazi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hashuki kama mvua, anashuka kwa kumtafuta. Na wanaomtafuta siku zote ni watu ambao wameamua kujikana, kwa sababu hapatikani kwa namna ya mwili, anapatikana kwa namna ya roho. Haleluya, haleluya. Mungu ana njia nyingi sana za kuweza kuachilia nguvu zake, lakini leo njia ambayo nitaenda kuizungumzia ni njia ya maombi ya kufunga. Haleluya. Ni njia ya maombi ya kufunga. Mwambie jirani yako, maombi ya kufunga. Ana namna nyingi, ana njia nyingi, lakini leo nataka tuangalie njia ya maombi ya kufunga. Maombi ya kufunga. Maombi manake mtu ambaye anaamua kutenga siku zake, kutenga muda wake, kutenga masaa yake, na akasema huu muda au haya masaa nimeyatenga kwa ajili ya Mungu, na sitakula wala sitakunywa kwa ajili ya Bwana. Sitakula wala sitakunywa. Sitakula si kwa sababu sina chakula. Haleluya. Si kwa sababu sina kinywaji, si kwa sababu sina juisi, sina soda, ila ni kwa sababu nimeamua kutaka kumtafuta Mungu. Kwa sababu maombi ya kufunga ni kati ya sheria au kanuni iliyo rohoni. Ni principle ambayo iko rohoni, iko katika ulimwengu wa roho, kwamba hatuwezi kumwendea Mungu kwa namna ya mwili. Na siku zote mwili ukiwa unazungumza na roho inazungumza, haviwezi kuelewana. Haleluya. Mwili ukiwa unazungumza na roho inazungumza, haviwezi kuelewana. Mwili na roho, Biblia inasema vinapingana kila siku. Ameyasema maneno haya pale, na ameona namna ambavyo mwili unapingana na roho. Roho inataka kuyafanya ya Mungu, roho inataka ipokee vitu vya kiungu, roho inataka imuone Mungu, roho haitaki dhambi. Haleluya. Roho haitaki hizi changamoto. Mwili unakataa, mwili unasema haiwezekani. Vinapingana kila siku. Mwili una chakula chake, roho ina chakula chake. Mwili ukilishwa, ukanyweshwa, manake mwili umepokea chakula chake kwa ajili ya kukipatia, kwa ajili ya kupatia nguvu. Ni sawa? Tuko pamoja? Umepokea nguvu kutoka katika chakula. Ndio maana Yesu anasema kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kwa Bwana. Wapi? Kwa Bwana. Ni wapi? Ni roho. Kwa maana yeye ni roho. Bwana Yesu asifiwe, kanisa la Bwana. Haleluya. Kwa hiyo mwili ukiwa unalishwa chakula, kwa vyovyote vile utapingana na Mungu tu. Na kanuni ni moja tu. Mwili ukishiba sana, roho inaweza ikawa dhaifu. Na kanuni ni nyingine ni hii tu. Roho ikila sana, mwili pia unaweza ukawa dhaifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini naipenda kanuni ya rohoni kwa sababu kanuni ya rohoni inavitia vyote nguvu. Mwili unaweza ukatiwa nguvu na roho ikawa na nguvu vile vile. Kwa hiyo tukiulisha sana mwili, roho inaweza ikakosa nguvu. Kwa hiyo ili maisha yetu ya kiroho yaweze kuwa na nguvu, lazima tuwe na maombi ya kufunga. Ni kati ya kanuni ambayo iko rohoni, haikwepeki. Mwambie jirani yako, haikwepeki. Tangu enzi za manabii waliotutangulia, baba zetu waliotutangulia, mpaka siku ya leo,
mpaka ujio wa Yesu aliyaishi hayo maisha. Kama Yesu mwenyewe aliishi ndani ya hayo maisha, mimi na wewe ni nani tusiweze kuyaishi? Alijua kabisa duniani mna dhiki, na ili muipokee nguvu ni katika roho, na njia ya kuipokea nguvu ni pamoja na kufunga na kuomba. Kama si mtu wa kufunga na kuomba, ni ngumu sana kuvipiga vita ya rohoni, kwa sababu unapofunga katika mwili unaufungulia ulimwengu wa roho ufanye kazi. Haleluya, haleluya, haleluya. Unapofunga katika mwili kwa habari ya chakula, kwa habari ya vinywaji, unaufungulia ulimwengu wako wa roho uweze kufanya kazi kwa urahisi, kwa sababu kitendo tu cha kufunga automatically unakuwa rohoni. Kitendo cha kufunga unakuwa rohoni. Na kwa nini kufunga? Nilikuwa nipo najiuliza, kwa nini Mungu anahusisha mwili kwa habari ya chakula na vinywaji na kufunga? Kwa nini Mungu anahusisha mwili? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Nikawa najiuliza kwa nini Mungu anahusisha mwili. Kitu ambacho nilikuwa nakipata ni kwamba mwili umekuwa chanzo kikubwa sana cha kuenda mbali na Mungu. Mwili umekuwa ni chanzo kikubwa sana cha wanadamu kutoweza kumsikia Mungu. Naongea na kanisa. Umekuwa chanzo kikubwa sana cha wanadamu kwenda mbali mrefu na Mungu. Kwa sababu tangu mwanzo mwanadamu alipoingia katika mwili, tayari alijikuta anaenda mbali na Mungu. Kwa sababu hapo mwanzo mwanadamu alikuwa si mwili, alikuwa ni roho. Aliishi kama roho. Aliyajua ya Mungu, alielewa vizuri ya Mungu. Lakini kitendo cha kuingia katika mwili, mwanadamu akaanza kupoteza sauti ya Mungu, akajikuta anakuwa mbali na Mungu. Ndio maana nimekuambia Yesu aliporudi alikuja sisi kuturudisha tena katika ulimwengu wetu wa roho, ambapo tulikuwa tumepapoteza, ambako ndiko Mungu yupo. Huu mwili umekuwa chanzo cha matatizo mengi. Taabu zinazoendelea katika ulimwengu, chanzo kimekuwa ni mwili. Ukisikia uchafu unaoendelea, ni tamaa zilizo katika mwili. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Chanzo kimekuwa ni mwili. Na kwa sababu ya huo mwili au huu mwili, Shetani ameachilia kuchochea tamaa zake. Anapitisha tamaa zake ili wanadamu tuendelee kuwa mbali na Mungu. Anachochea tamaa za namna ajabu, wanadamu tuwe mbali na Mungu. Ukiona watu tunauana, watu wanafanya vitu vibaya katika ulimwengu, chanzo ni mwili. Kuibiana, kuangaishana, wazazi wamekufa, ndugu wanachukua mali za watoto. Haleluya. Chanzo ni mwili, ni mwili. Vyeo kuuana katika maofisi, watu wanauana, chanzo ni mwili. Ili upate heshima, ni ishu ya mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Ili upate umaarufu, ili upate ukubwa, chanzo ni mwili, ni tamaa za mwili. Na namna pekee ya kuzifisha tamaa za mwili ni maombi ya kufunga. Kwa nini maombi ya kufunga? Kwa sababu ni kati ya maombi ambayo yanautiisha mwili. Roho inapata nguvu. Yanaunyong'onyesha mwili na tamaa zake, kwa sababu maombi ya kufunga ni ibada. Mwambie jirani yako, ni ibada. Maombi ya kufunga ni ibada, na ni ibada yenye nguvu mbele za uso wa Mungu. Ni ibada yenye nguvu. Hata uwe umefunga nyumbani kwako, umeamua umefunga siku moja, umeamua umefunga masaa mangapi, ni ibada yenye nguvu katika ulimwengu wa roho.
Inahusisha mwili kwa sababu Biblia inasema kwamba itoeni miili yenu kama dhabihu iliyo hai mbele za Mungu. Mungu anahusisha mwili ili kuweza kumpata. Mungu anahusisha mwili katika eneo la kufunga. Tunapofunga katika mwili tunaifunga vitu vingi, lakini rohoni matokeo ni makubwa katika maisha yetu. Mtu yoyote ambaye si mtu wa kufunga, unaweza ukajikuta unaingia kwenye mambo mengi mabaya. Naongea na kanisa la Bwana. Naongea na kanisa. Kwa sababu tangu mwanzo ndicho kilichofanya watu waweze kushinda. Maombi ya kufunga yanamfanya Mungu aione gharama ya wewe kumtafuta. Mungu anaiona gharama kupitia maombi ya kufunga. Mwambie jirani yako, maombi ya kufunga. Haleluya kanisa. Anaiona gharama. Ukisikia mtu ameingia gharama ya kumtafuta Mungu, ni pamoja na maombi ya kufunga. Mtu hali wala hanywi ili aweze kumpata Bwana. Kwa sababu nimekuambia yeye ni wa thamani. Hiyo ni gharama unaingia. Lazima mwili unyamaze ili roho izungumze. Lazima dunia inyamaze ili mbingu iongee. Naongea na kanisa. Dunia ikiwa naongea, huwezi kusikia ya Mungu. Lazima tuwe na uwezo wa kunyamazisha dunia ambao ni mwili wako na mwili wangu. Haleluya kanisa. Ni mwili wako na ni mwili wangu. Dunia lazima tuinyamazishe. Dunia inaponyamaza, sauti ya Mungu inasikika. Ndipo mbingu zinazungumza. Na mbingu ikizungumza, lazima mambo makubwa yatokee kwenye maisha yetu. Tunawezaje kuyafanya mambo makubwa katika ulimwengu ikiwa dunia ndiyo inayozungumza kila siku juu yetu? Mwili ndio unaongea kila siku. Wewe ni maskini, wewe hauwezi, wewe umefungwa, wewe huwezi kutoka hapa, hii ndio imekushinda, wewe huwezi kuomba, wewe huwezi kufanya hichi. Dunia inazungumza tu. Na dunia ikiendelea kuzungumza sana, wewe inakuweka mbali na mbingu, inakuweka mbali na Mungu. Kanisa, tuko pamoja. Tuko pamoja. Haleluya. Inakupa, Mungu anaiona gharama. Ukisikia dhabihu iliyo hai takatifu, ni mwili wako, ni roho yako kukubali ya kwamba nimekubali kujidhabihu kwa ajili ya Bwana. Nimekubali kujidhabihu kwa ajili ya familia yangu. Nimekubali kujitoa dhabihu kwa Bwana kwa ajili ya ndoa yako. Ni mwili. Yesu anasema roho hii radhi, lakini mwili ni dhaifu. Roho inatamani kuyafanya ya Mungu. Roho inatamani kupafikia pakubwa. Mwili umekuwa dhaifu. Lazima roho iwe na nguvu ili mwili uweze kutii. Kanisa, tuko pamoja. Haleluya. Muulize jirani yako, mwili unakutii au roho inatii? Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, muulize vizuri, unautii mwili au unaitii roho? Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeumbwa tuitii roho. Na kanuni ya kuweza kuitii roho ni lazima mwili tuunyamazishe. Na namna ya kunyamazisha mwili lazima tufunge na kuomba. Ni gharama. Hakuna mtu ambaye asikiagi njaa katika ulimwengu. Ndio maana watu wanaoana wakitafuta nini? Chakula. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanahangaishana kwa ajili ya chakula. Njaa. Mwambie jirani yako njaa. Haleluya. Njaa ndio zinatupeleka kwenye mambo mengi mabaya. Zinaupeleka ulimwengu kwenye mambo mabaya na ya ajabu. Njaa. Hata Yesu amewahi kujaribiwa kwa habari ya njaa, chakula. Akaambiwa, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, basi amuru mawe haya yageuke kuwa mkate.
Biblia inasema ni baada ya Yesu kusikia njaa. Naongea na kanisa. Njaa ndizo zinazoweza kuwapeleka watu mahali pabaya. Kwa hiyo hakuna asiyesikia njaa. Hata mimi mchungaji wako ambao nakuhubiria nasikiaga njaa. Haleluya. Maana hizo kanisa zisikiagi njaa. Njaa zinatuumaga. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaposema hivi, tunajidhabihu kwa ajili ya Bwana, dunia inanyamaza, mbingu inakuwa na nguvu. Na siku zote unaposema nimeamua kujidhabihu kwa ajili ya Bwana, upo uwezesho wa kiungu na kuwa juu yako. Ipo nguvu ya Mungu ambayo inaachiliwa juu yako ili kukusaidia wewe kuweza kufunga na kuomba. Mwambie jirani yako dhabihu. Mwambie tena dhabihu. Tumeambiwa tuitoe miili yetu. Mwili, mwambie jirani yako mwili. Yaani mwili wangu mimi natakiwa niutoe kuwa kama dhabihu mbele za Bwana. Njia mojawapo ni kwa njia ya maombi. Ndipo napoweza kunyamazisha tamaa zote za mwili. Tamaa za macho, tamaa za vitu vyote ambavyo vinaendelea katika ulimwengu. Njia mojawapo ya kunyamazisha ni maombi. Usisahau, sio kufunga. Maombi ya kufunga. Yaani ukifunga unaingia katika maombi. Gharama. Mungu hapatikani kwa watu ambao hawataki kuwa na gharama. Hawataki kugharamika, niseme hivyo. Kama unataka kitu kizuri lazima utaingia gharama. Si ndio hivyo? Lazima utaingia gharama tu. Na saa nyingine naweza kikaa kinakuuma, lakini lazima ukifanye. Ndivyo na Mungu alivyo. Lazima yaone maumivu yako. Lazima isikie njaa yako. Lazima asikie ile hali yako ya mwili, ili roho yako uweze kutiwa nguvu na kuyapokea maarifa ya Mungu na kupokea ufahamu wa Mungu na kuipokea hekima ya Mungu. Vitu hivi haviji tu kama mvua, vinakuja kwa kujidhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Na kufundisha somo hili kwa sababu yapo maombi mbele yetu. Lazima ni kuandaa na uvijue hivi vitu. Tuko pamoja? Unanielewa vizuri? Haleluya. Naomba unisaidie kumfungulia katika Mathayo 17:21. Atakayepata, basi ukipata utamsaidia. Mathayo 17:21. Ndio. Asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inatuambia wakati wa Yesu amewahi kuzungumza maneno makuu kidogo. Baada ya wanafunzi wake kuwa wamemwombea mtu na akashindwa kufunguka. Biblia inasema walipomleta kwake akaweza kumwombea. Na kwa faragha wanafunzi wake akamuuliza, Bwana, imekuwaje kwako imewezekana? Akawaambia hivi, kuna mambo mengine hayawezi kutoka isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Nasikia Kuna jambo ambalo unaweza ukawa unasumbuka nalo kwa muda, unahangaika nalo kwa muda, kumbe linahitaji gharama. Mungu anataka ione gharama. Anataka ione kujitoa kwako kwa dhati. Anataka ione dhati yako. Anasema hayawezi kutoka isipokuwa kwa hii kanuni ya kufunga na kuomba. Manake usipofunga na kuomba vitakaa. Haviwezi kutoka. Haviwezi kubadilika. Haviwezi kuhamishwa.
Huwezi ukawa na tatizo ambalo unaliona kabisa kwa namna tu yenyewe ya kawaida, unaona ni kubwa. Ili uweze kulipunguza hili tatizo, ni kwa namna ya kuitafuta nguvu ya Roho. Pasipo kufunga na kuomba, anasema haiwezekani kutoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wanatamani kufunga na kuomba? Haleluya. Na Bwana atakutia nguvu katika jina la Yesu. Kufunga na kuomba. Na ngoja nikwambie, kuna aina ya kufunga na kuomba. Mtu anayefunga masaa 12 ya kufungulia jioni hawezi kufanana na mtu anayefunga moja kavu. Haleluya. Anayefunga 2 kavu na anayefunga 2 za kawaida za asubuhi na jioni hawawezi kufanana. Unaelewana? Anayeenda 3 kavu na anayeenda 3 za kawaida hawawezi kufanana katika roho. Huyu kuna ulimwengu tu vyovyote atahamishwa, na huyu kuna mahali ambapo atajikuta yupo padogo. Anayeenda siku 40 kavu na anayeenda siku 7 ni watu wawili tofauti. Ni watu wanaoenda katika viwango vingine tofauti. Kiwango cha gharama ambacho unakiingia katika kumtafuta Mungu ndicho kinachodependi nguvu ya Mungu ambayo inafanya kazi kwenye maisha yako. Mtu anayekuja kanisani Jumapili kwa Jumapili, Bwana Yesu asifiwe sana, na anayekuja kila siku anapita madhabahuni anaomba anaenda kazini, anapita madhabahuni anaomba anarudi nyumbani, hawawezi kufanana hawa watu. Naongea uongo? Bwana Yesu asifiwe. Naongea kweli. Haleluya. Hawawezi kufanana. Yaani wote hata wangedhamiria, wao akasema mimi Jumapili nakwambia hivi nitahakikisha. Nataka nikwambie, na huyo akasema nitahakikisha kila siku. Kabla sijaenda nyumbani nitapita kanisani nitaomba. Kabla sijaenda shuleni nitaomba. Kabla sijaenda nitapita madhabahuni nitaomba. Hamwezi kufanana. Kadiri mwanadamu anavyojidhabihu kwa Mungu, ndivyo anavyoongezewa utukufu na uweza na nguvu. Unavyojisogeza kwa wingi mbele za Mungu, ndivyo unavyoendelea kuweka mbali ulimwengu. Unapoweka karibu ulimwengu, ndivyo unavyoendelea kuwa mbali na Mungu. Unapoendelea kuwa mtu wa kuzungumza na Mungu, wa kuongea na Mungu, wa kuomba, ndivyo unavyoendelea kuwa na mahusiano mazuri na Mungu. Kwa sababu kuna vitu unaweza hata uko unavifanya na havipendezi Mungu, lakini kadiri unavyoendelea kujihudhurisha na kumsogelea Mungu, anaendelea kuzungumza ndani yako na anaendelea kukusaidia. Atakwambia tu, mwanangu, hichi nakifunua kwako, hichi achana nacho. Atazungumza na wewe. Kwa nini? Kwa sababu umekuwa na kawaida kumsogelea. Kwa kitendo cha kuwa na kawaida kumsogelea, umeendelea kuwa mbali na ulimwengu. Na unapoendelea kuwa karibu na Mungu, ndivyo Mungu anavyoendelea kujifunua zaidi kwako. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Haleluya. Mungu anatutaka tumsogelee. Hakuna mtu anayesogelea moto akabaki kuwa na baridi. Ni kweli? Bwana Yesu asifiwe. Hakuna anayesogelea moto akabaki kuwa katika ile hali yote ya ubaridi. Hakunaga. Mtu yoyote anayesogelea moto lazima tu baridi liondoke ndani yake. Na Biblia inasema Mungu wetu ni moto ulao. Kwa hiyo kadiri unapomsogelea, na wewe unapokea joto, na unapokea moto. Baadaye na wewe unakuwa moto, unayafanya yale ambayo Baba yako wa mbinguni anayafanya. Maombi ya kufunga ni maombi ambayo yanaonesha nia ya dhati kwa Mungu ndani ya mwanadamu.
Mungu anaiona nia ya dhati ya wewe kutaka kutoka mahali, ya wewe kuvitaka vitu vya mbinguni. Tumeona katika Biblia, tumeona wengi ambao Mungu aliweza kuwajibu kupitia maombi ya kufunga. Tunamwona Esther, Biblia inasema wameishaandika kwamba lazima Wayahudi wote wauawe. Tumewahi kusoma Biblia yako. Ni jambo gumu, limeshatokea. Ni ndoa yako iko katika changamoto, ni jambo gumu, limeshatokea. Ni familia yako iko katika madhabahu za kichawi, ni kweli imeshatokea, hatujakataa. Lakini unatokaje? Biblia inasema ilipokuwa imeshaandikwa, nyaraka zimeshasambazwa katika Wayahudi wote waweze kuuawa, Biblia inasema kwamba hao watu waliingia gharama na wakawa na moyo wa dhati wa kumtaka Mungu. Walichoona, waliingia siku ngapi? 3, ambazo tunaenda kuingia na sisi. Haleluya. Lazima kieleweke katika jina la Yesu. Na wewe kitaeleweka mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipoingia siku 3, watu hawakula, hawakunywa. Mungu akaona kabisa hao watu wamedhamiria. Kuna kitu wanataka kutoka kwangu. Kuna kitu wanataka. Kuna jambo limekuwa gumu kwao. Kuna jambo ambalo linahitaji msaada kwa wepesi na kwa ukaribu sana. Biblia inasema ndipo Mungu alipoweza kuwafuta machozi yao, akavibadilisha vyote. Katika Nyakati wa kwanza anasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha, wakifunga na kuomba na kuziacha njia zao mbaya, mimi Mungu nitashuka na kuiponya nchi yao. Kwa nini Mungu anahusisha na kufunga? Kwa nini Mungu anahusisha na mwili wako? Anajua ni mwili ndio ambao unaweza ukakuweka mbali na yeye. Kwa lazima unyamazishe mwili kwa namna ya kufunga. Lazima kujitenga na chakula kwa ajili ya kumtafuta Mungu. Lazima kunyamazisha mwili kwa namna ya kukosesha chakula. Mungu akaona kabisa kwamba huyu mtu amejidhabihu, ameacha chakula, ameacha kinywaji, ameacha muda wake wa kukaa kuangalia TV, ameacha kuilisha nafsi yake mambo mabaya, amejitenga kwa ajili yangu. Kwa nini Mungu asikuone? Kwa nini Mungu asikuone? Mungu anakuona. Changamoto imekuwa ni moja tu. Wanadamu tumekuwa watu wa kujihurumia sana. Na unapokuja kwenye mambo ya Mungu, hayanaga kujihurumia. Mwambie jirani yako kujihurumia. Haleluya. Kwa sababu tuko kwenye ulimwengu wa vita. Kwa hiyo mwenye nguvu ndiye anayetawala. Hawajaielewa hii. Narudia tena. Tuko kwenye ulimwengu wa vita. Walio na nguvu ndio wanaotawala. Aidha utawaliwa na Mungu au utawaliwa na mapepo. Aidha madhabahu ya kichawi ikutawale au madhabahu ya Mungu ikutawale. Hawajanielewa. Haleluya. Aidha uijenge madhabahu ya Mungu kwenye nyumba yako au madhabahu ya pepo itawale mahali pako. Tuko kwenye ulimwengu wa ushindani. Tuko kwenye ulimwengu wa mapambano. Ni mwenye nguvu ndiye anayeteka. Ni mwenye nguvu ndiye anayetawala. Ni mwenye nguvu ndiye anayenyang'anya, ndiye anayechukua. Kuna vitu vingine sio vya kuomba, ni kuipokea nguvu ya rohoni na kukemea. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vingine vya kukemea kabisa, kwamba wewe uliyemshikilia mume wangu muachie. Ninakuamuru muachie. Kwa hiyo kama hauna nguvu ya rohoni, itakuwa ni maneno matupu. Na katika Warumi anasema kwamba ufalme wa Mungu si maneno matupu. Ufalme wa Mungu ni pamoja na nguvu. Mwambie jirani yako power. Mwambie tena power. Kwamba nikisema mume wangu lazima muachie, manake ile nguvu inaingilia kazini na nahakikisha nampiga upofu ile mtu, inawasambaratisha. Mchepuko anakimbia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini ukikaa unalia, huyu mwanaume, shetani anaendelea kumpa nguvu. Wewe endelea kulia. Mimi nakuonea huruma.
Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, huhitaji kulia, unahitaji kupambana. Haleluya. Akituma power na wewe unatuma power. Haleluya. Akituma neno na wewe unalituma neno. Chochote ambacho unakifanya na wewe unafanya katika upande wako, kuhakikisha ni nani mwenye nguvu ndiye anatawala. Lakini watu wengi tumeishia kwenye kulia na kulalamika. Kumbe tunahitaji kuipokea nguvu ya Mungu. Na kuipokea lazima tujidhabihu. Kama unaiogopa kujidhabihu, huwezi kuipokea hii nguvu. Wamenikasirikia. Haleluya. Kama unajihurumia, huwezi kuipokea hii nguvu. Naambia ni ukweli, huwezi. Inahitaji mtu ajikane, asema ninamtaka Mungu. Na hatuombi kwa ajili ya Mungu kuondoa yale matatizo ambayo tunayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati mwingine Mungu ile tatizo anataka jitwalie utukufu. Kwa hiyo Mungu anakupa nguvu ya kustahimili na ukavuka salama, ili uweze kumtukuza na si kulikemea tena tatizo. Kwa kuna vingine ni kuipokea nguvu ya Mungu, ya maarifa. Kama Mungu, hapa niongeeje? Hapa nienendeje? Hapa nizungumzeje? Huyu nimwambieje hapa? Kwa hiyo kama hatupendi sisi wa Kristo au watoto wa Mungu, hatutaki kujidhabihu, ni ngumu sana kuipokea hii. Tunawezaje kuvibadilisha vitu vigumu kwenye familia zetu? Halafu sisi ambao tumetegemewa tunajihurumia. Tukijihurumia, tunaendelea kusababisha mambo mabaya kwenye maisha yetu. Maana kuna vitu hatutavipokea, kuna maarifa hatutayapokea kutoka kwa Mungu. Hivi unajua unaweza ukawa katika maombi ya kufunga na ukashangaa kuna neno Mungu analipitisha ndani yako, kwamba hicho ambacho umehangaika nacho kwa muda mrefu, pita kwa furaha. Haleluya. Wewe katika akili yako nawaza, mimi hili nitapambana mpaka nihakikishe, nitapambana, nitatumia nguvu zangu. Kumbe haiko hivyo. Mungu hataki uwe hivyo. Anasema kwa sababu umekuja kwangu, mimi nakupa ujuzi wangu, nakupa maarifa yangu. Haleluya. Siku ya jana tulijifunza ujuzi kutoka kwa baba yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Anakupatia maarifa kwamba hii ni rahisi, usilie tena. Ni rahisi, unavuka. Kwa hiyo kama ni mtu wa kutokukubali kulipa gharama, huwezi kuipokea nguvu ya Mungu. Esther aliwaambia hivi, nitaingia mimi katika maombi ya siku 3 na vijakazi wangu, na ninyi fungeni. Mimi kama nikufa na nife, lakini nitafunga. Unaisikia hiyo kauli? Kama kufa na nife. Maanake huyu mtu aliona msaada pekee ni Mungu. Kwa hiyo alijidhabihu kwa kiwango kikubwa cha hali ya juu, kwamba kitakachotokea na kitokea, niko tayari, nimekubali kuwa dhabihu kwa ajili ya Mungu. Na hakufa. Haleluya. Kwani alikufa Esther? Biblia inasema alipotokea tu baada ya siku 3, Mordekai anamwangalia. Ni nani? Ni Mordekai. Ni nani? Ni mfalme anaitwa nani? Ahasuero. Alipomtazama tu Esther, Biblia inasema akaanza kuogopa. Anasema, Malkia, kuna nini kinachoendelea? Sema hata nusu ufalme mimi tutagawana, nitakupatia. Mtu ambaye alikuwa ongei naye. Ni vitu vya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Ni vitu vya ajabu. Mambo yameshaharibika, hakuna mwelekeo, lakini Mungu anaingilia kati kwa namna fupi sana na anabadilisha upepo. Na ndivyo itakavyokuwa kwako. Nasema ndivyo itakavyotokea kwako. Bwana ataubadilisha upepo katika ndoa, ataubadilisha upepo katika familia yako, ataubadilisha upepo unaoendelea, kwa sababu umesema itakalokuwa na leo. Anabadilisha, ni ndani ya sekunde.
ni ndani ya muda mfupi. Kumbe Mungu anachohitaji ni ushirikiano wako wewe na yeye. Haleluya. Anasema mimi sitashuka tu nije, nahitaji usharika na mwanadamu. Nikishampata mwanadamu mimi akanipa nafasi, nitabadilisha mengi kwenye maisha na kwenye huu ulimwengu. Mwambie jirani yako hakuna kulia tena. Mwambie tena hakuna kulia. Maombi ya kufunga yanainua kiwango cha imani. Yanainua kiwango cha imani. Kwa sababu imani ni matarajio. Kuna matarajio makubwa ambayo yanakuwepo ndani ya mtu anapokuwa amefunga. Makubwa. Na Mungu si mdhalimu. Kwa hicho kiwango cha matarajio ya mtu ambaye anakuwepo ndani ya mtu, Mungu anafanya. Hawezi kumpita mtu. Maombi ya kufunga yanainua kiwango cha imani ndani ya mtu, ndani ya muamini. Maana unajua kabisa kwamba nimefunga kwa ajili ya Bwana. Tunaelewana? Nimeudhabihu mwili wangu kwa ajili ya Bwana. Kama nimeudhabihu mwili wangu kwa ajili ya Bwana, basi kuna jambo Bwana atafanya. Basi kuna jambo Bwana ataliachilia. Kuna kitu Bwana ataingilia kati. Kuna jambo ambalo Mungu atalitenda. Inainua kiwango kikubwa cha imani ndani ya mtu. Mwambie jirani yako imani. Mwambie tena imani. Imani yako haiwezi ikawa vile ilivyokuwa. Ndio maana walipokaa pamoja wale watu, ilikuwa walikuwa na matarajio makubwa sana kutoka kwa Mungu. Hata sisi tutakapokuja hapa madhabahuni tukaanza kumlilia Bwana, tuna matarajio makubwa sana kutoka kwa Mungu. Kama watu wanaenda katika madhabahu za uchawi, wanaenda wakiwa na matarajio kwamba hapa nilipoenda, huyu niliyemwendea atanijibu. Atakutana na mimi. Atanipatia ilizi nitafunga kwenye kiuno. Bwana Yesu asifiwe. Atanipatia dawa nitamwaga kwenye nyumba yangu. Anaenda akiwa na matarajio kwamba kuna kitu atakipokea. Je, si zaidi kwa watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Kiwango cha imani yako lazima kiinuke. Kwa hiyo ili imani yako iweze kuwa kubwa, iweze kuongezeka, ni kupitia njia ya maombi. Na ndio maana katika maombi Mungu anajikuta anaachilia vitu vikubwa, kwa sababu matarajio ya watu yanakuwa makubwa sana kuliko hali ya kawaida. Haleluya. Kwa sababu ulimwengu wa roho unakuwa uko wazi sana ndani yako. Kuna mtu unaweza ukamwambia kwamba hiyo kansa inaweza ikakuachia. Akiwa katika namna ya kawaida ameshiba, anaona ni jambo ambalo liwezekana. Haleluya. Anawaza kwamba madaktari wamesema inatakiwa nikate mguu au mkono au ziwa kwa wanawake. Nina saratani ya matiti, imeingia imetafuna. Siwezi kupona. Madaktari wamesema haiwezekani. Lakini nataka nikwambie, kitendo cha yeye kukubali kufunga, maana amehamishwa katika ulimwengu ambao alikuwepo. Ameingizwa kwenye ulimwengu ambao ni wa majibu. Ulimwengu ambao unasema yote yanawezekana kwake yeye aamini. Kwa sababu anaingizwa katika ulimwengu wa majibu, automatically anajikuta anaamini kwamba inawezekana kwa yeye ambaye nimemkimbilia. Kwa hiyo inaongeza kiwango kikubwa cha imani ndani ya maombi ya kufunga. Hata wewe umeona kabisa imani yako inayumba, uelewe, ingia katika maombi ya kufunga utaniambia. Matarajio yako yanakuwa makubwa sana kwa Mungu. Na siku zote Mungu anafanya kazi ndani ya matarajio. Haleluya. Kwani imani si kuwa na uhakika, si matarajio. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anafanya kazi ndani ya watu
kupitia matarajio yako, kwa sababu moyo wa mtu unakuwa umefunguka kwa ajili ya kupokea kutoka kwa Mungu. Nafsi ya mtu inakuwa wazi kwa ajili ya kupokea vitu vya kiungu, kwa sababu nafsi ya mtu ikiwa imefunga, Mungu hawezi kuachilia chochote ndani ya mtu. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo nafsi yako ikiwa imefunguka, ni rahisi sana kupokea vitu vya Mungu. Na njia mojawapo ya kuifanya nafsi yako ifunguke ni namna ya kunyamazisha mwili, ambayo ni njia ya kufunga na kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako, uko tayari kufunga na kuomba? Uko tayari kufunga na kuomba? Lakini pia pointi yangu ya mwisho ambayo nataka leo uondoke nayo, maombi ya kufunga yanafungua macho ya rohoni na masikio ya rohoni. Ni rahisi sana Mungu kuweza ni rahisi sana wewe kuweza kumsikia Mungu na kuweza kuona vitu katika roho. Ni rahisi sana kupitia maombi ya kufunga na kuomba. Ni rahisi sana kumsikia Mungu. Ngoja nikusaidie kitu. Unaweza Mungu akawa anaongea na wewe kila siku, ukawa umsikii na ukawa humuelewa. Lakini unapoingia katika ulimwengu wake kwa namna ya kufunga na kuomba, kuna namna ambayo mbingu inashughulika na wewe kukusaidia wewe kumuelewa Mungu hata anapozungumza. Masikio yako yanafunguka ya rohoni. Unaweza kusikia, unaweza kuona. Vile ambavyo Paulo anasema katika Efeso 1:18 ya kwamba macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mpate kuona utajiri ulio katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kweli tunahitaji kuona katika roho. Ni kweli tunahitaji kusikia. Kuna mambo ambayo unaweza ukawa unayasikia ni sauti ya Mungu lakini uelewe. Lakini ukiingia rohoni kwa namna maombi ya kufunga na kuomba, yanafungua masikio yako ya rohoni. Yanakufanya kile kitu ambacho ulikuwa unakisikia katika namna ya kawaida au ukisikii tena kwa namna ya kawaida, kinakuja kwa nguvu. Haleluya. Kinakuja kwa mguso wa ajabu. Neno lile lile ambalo Mungu anaweza akasema usiogope, ukiwa umeshiba unaweza ukasema hii ni akili yangu Bwana imeniambia tu kwamba nisiogope. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiwa katika ulimwengu wa maombi, neno hili ukilisikia, maana yake umefungulia sauti ya Mungu. Ni sauti ya Mungu inazungumza. Kwa hiyo litakapoingia ndani ya moyo wako, linaingia kwa mguso wa tofauti. Naongea na watu. Linaingia kwa mguso wa tofauti. Neno la moja la Mungu linaweza likasababisha ndani yako kufuta maneno yote ya ulimwengu huu ambao umewahi kuyasikia. Kwa nini? Kwa sababu umesikia sauti yake. Kwa sababu ndani ya sauti yake inakuja na nguvu na inakuja na suluhisho. Naongea na kanisa la Bwana. Haleluya. Limekuja na suluhisho. Kwa hiyo masikio yako ya ndani yanaweza kusikia vizuri. Clear, unasikia na unaelewa. Kuna mambo Mungu anaweza akana kusomesha, anakusemesha au unahubiriwa kama hivi neno wakati mwingine uelewi. Lakini unapoingia katika maombi ya kufunga, manake sauti yako ya mwilini imenyamazishwa. Kwa hiyo utasikia tu na utaelewa. Mwambie jirani yako, utaelewa tu. Kwa sababu mwili umenyamaza. Mwili umetulia. Akili ya rohoni inaanza kufanya kazi. Akili ya mwilini inanyamaza. Ile hali ya kwamba mimi nimesoma, mimi ni tajiri, mimi nina fedha, mimi ninaishi, hivyo vyote vinamnyamazishwa. Alafu sauti ya Mungu unaisikia. Kwamba pamoja na hivi ulivyo navyo, huwezi kufika hapa, huwezi kufanya hichi. Mungu anakusemesha na unaelewa. Ni ufahamu wa rohoni. Ndio maana hapa tunaweza tukasema wote siku ya Jumapili tuje tumefunga. Unaweza ukaona nguvu inayotembea ndani ya watu. Ni mfano. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Tukasema asiwepo hata mmoja ambaye atakuja hajafunga. Kila mtu aje amefunga. Huwa zinatokea ibada hizo, si ndio? Si huwa zinatokea hayo maagizo. Na huwa unaona matokeo makubwa sana. Unafikiri kwa nini? Haleluya. Matarajio yanakuwa makubwa. Ni rahisi sana Mungu kufanya kazi. Mioyo ya watu inakuwa imefunga wakati mwingine. Haelewi nini kinaendelea, hajui nini kitafanyika. Lakini unapomweka katika nafasi ambayo anatakiwa awepo, ambao ni ulimwengu wa maombi, ulimwengu wa maombi ya kufunga, akiwa hapo ni rahisi sana kupokea. Na ni rahisi sana Mungu kutenda. Nimemwona Mungu akitenda mambo makubwa sana kupitia maombi ya kufunga na kuomba. Nimemwona Mungu akigairisha mambo mabaya katika mji wa Ninawi. Alikuwa ameshasema nitauharibu mji huu, nitawaangamiza mji huu. Lakini kitendo cha Yona kwenda Ninawi na akawahubiria, na Biblia inasema kuanzia mfalme watu wakaingia katika maombi siku 3 ya kufunga na kuomba. Walipoingia tu katika ile maombi, Mungu aligairi, akaponya. Kwa nini? Matarajio ya watu, nia za dhati zinakuwa watu wanakuwa na nia ya dhati ya kumuona Mungu. Unajua, unaweza ukawepo kanisani lakini akili yako haipo kanisani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hapo unahubiri lakini akili yako imeshahama, iko kwenye vikoba, iko kwenye marejesho, iko kwenye vitu vingine tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa sababu mwili ndio unakusemesha. Hello. Na hapo ulipo nasema sijui ugonjwa utatoka lini, basi unatia huruma. Mwili ndio unakusemesha. Lakini unapokuwa umefunga, automatically roho inakuwa na nguvu ndani yako. Kwa hiyo chochote unaona kwamba kinaweza kutokea, lolote Bwana anaweza akalifanya, vinaweza hichi kikabadilika. Expectation yako inakuwa ya hali ya juu sana. Ndio maana Mungu anaweza kushuka na kufanya kitu kwenye maisha. Bwana atakutendea siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo ninataka nikuandae kwa ajili ya siku ambazo ziko mbele yetu. Na ninaamini ndani ya siku kadhaa tumezitangaza mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninatamani kila mmoja wetu ndani yetu tujiandae kuipokea hii neema. Kwa sababu ni katika kuingia kwenye majira mapya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata katika kuingia kwenye majira mapya, wapo ambao ni wakuu katika ulimwengu wa roho, wanaweza akakuwahi na kuziba kile ambacho Mungu alitaka kiachilie katika majira yako. Kwa lazima tuingie kabla wao hawajashtuka. Haleluya. Lazima tuteke kabla wao hawajaachilia mambo yao. Lazima tufanye kile ambacho Mungu anataka tukifanye kabla wao hawajafanya. Bwana Yesu asifiwe. Unapozungumzia mwezi wa 6, unazungumza katikati ya mwaka. Haleluya. Kwa hiyo ni katika ulimwengu wa roho, ni kati ya mwanzo mwingine wa mambo mengine katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Ni mwanzo wa mambo mengine katika ulimwengu wa roho. Hata kwako itakuwa ni mwanzo wa mambo mapya katika maisha yako. Kwa hiyo tutakapojiandaa vizuri kupokea hii neema, Mungu atatutendea mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo tutamwambia Mungu, tunaomba ututie nguvu katika siku ambazo ziko mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nilikuwa mimi nakuandaa. Mimi ni Yohana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ni Yohana. Ninakuandaa